Kuna baadhi ya vitu vikiwepo katika makazi yako vinaweza kuwa chanzo cha furaha, amani na utulivu kwa sababu vinavuta nguvu nzuri au positive energy katika makazi yako. Lakini kuna baadhi ya vitu vikiwepo katika makazi yako vinaweza kuvuta nguvu mbaya, ikawa ni chanzo cha mikosi, laana na bahati mbaya zisizoisha ambazo haujui sababu yake ni nini katika makazi yako. Tukilijua hilo, ina maana vipo baadhi ya vitu ambavyo hatutakiwi kuviweka kwenye makazi yetu na vipo baadhi ya vitu ambavyo tunatakiwa kuviweka kwenye makazi yetu. Katika video hii nitakwenda kukuambia vitu mbalimbali ambavyo hautakiwi kuviweka kwenye makazi yako, na kama vipo nyumbani kwako, tafadhali viondoe haraka sana, kwa sababu inawezekana mikosi ambayo unaipitia katika maisha yako, bahati mbaya zisizokoma na kukosekana kwa amani na furaha katika makazi yako kunasababishwa na vitu hivyo. Kama na wewe ni miongoni mwa wanadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Vifuatavyo ni vitu mbalimbali ambavyo hautakiwi kuviweka kwenye nyumba yako, kwani kitendo cha vitu hivyo kuwepo kwenye nyumba yako kunavuta nguvu mbaya na kupelekea mikosi, bahati mbaya, matatizo yasiyokoma katika makazi yako. Namba 1, saa iliyoharibika nyumbani mwako. Wapo baadhi ya watu ambao pamoja na kuwa walinunua saa ambazo zilikuwa nzima kabisa, lakini hata baada ya saa hizo kuharibika, wanaendelea kuziacha katika makazi yao, jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Saa ambayo haifanyi kazi ikiwa katika makazi yako inaashiria kusimama kwa kila kitu, kwa sababu saa inatakiwa iendane na muda na nguvu za ulimwengu zinaendana na muda, kwani nguvu za ulimwengu zina kawaida ya kuflow katika muda. Ndio maana katika siku nzima yenye masaa 24 kuna majira mbalimbali: asubuhi, mchana na jioni, na katika kila majira kuna saa zake ambazo zinawakilishwa na namba ambazo zipo katika saa. Ikiwa saa 1, saa yako inatakiwa kuonesha saa 1; ikiwa saa 2, saa yako inatakiwa kuonesha saa 2. Lakini je, unajua ni kitu gani ambacho kitaanza kutokea katika maisha yako endapo utakuwa na saa ambayo haiendani na muda? Katika ulimwengu wa kiroho, kila kitu kitasimama, na kama unavyojua, chochote kikisimama katika ulimwengu wa kiroho pia kitasimama katika ulimwengu wa kimwili, kwa sababu kile ambacho hujidhihirisha katika ulimwengu wa kiroho ndicho hicho ambacho hutimilika katika ulimwengu wa kimwili. Kama wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao maisha yao yalianza kuharibika tangu saa zao zilipoharibika na wakaziacha ukutani hivyo hivyo bila kuziondoa, basi ujue miongoni mwa sababu ambazo zimeharibu maisha yako ni kuiacha saa ambayo haisomi muda ikabaki katika makazi yako. Tafadhali iondoe, kwa sababu inavuta nguvu mbaya katika makazi yako. Saa ambayo imesimama inakufanya uendelee kuishi katika maisha yaliyopita, hali ya kuwa siku zinasonga mbele. Utajikuta mambo yako hayafanikiwi, utajikuta kila siku uko pale pale, hausongi mbele, bila ya kujua kuwa jambo ambalo linapelekea matatizo hayo ni saa ambayo umeiweka ukutani au saa ya mkononi. Hakikisha saa ambayo umeivaa katika mkono wako au saa ambayo umeiweka kwenye ukuta wa nyumba yako inaendana na muda. Namba 2, ondoa vioo ambavyo umeviweka kwenye chumba chako cha kulala. Ninajua chumba chako cha kulala kimesheheni vitu mbalimbali kutokana na sababu mbalimbali, pia kutokana na sababu ya utanashati na urembo. Vioo ni miongoni mwa vitu ambavyo umeviweka ndani ya chumba chako cha kulala, lengo likiwa ni kujitazama namna ambavyo umependeza, unaonekanaje, nguo ambazo umezivaa zimekupendeza, unaendana nazo. Si jambo baya kujitazama katika kioo, lakini ubaya unakuja pale sehemu gani ambayo umeweka kioo chako cha kujitazamia. Asilimia kubwa ya binadamu wameweka vioo katika vyumba vyao vya kulala ni kwa sababu hawajui ni siri gani za kiroho ambazo zimejificha katika vioo.
Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini: kioo cha kujitazamia kinaweza kikatumika kama spiritual portal, yani njia ya kiroho ambayo inaweza kutoa nguvu kutoka ulimwengu mmoja na kupeleka katika ulimwengu mwingine. Ndiyo maana hata wachawi, majini na mshirikina yeyote anajua siri hii. Ndiyo maana wanaweza kutumia kioo kumtazama mtu fulani ambaye yupo sehemu ya mbali kwa kutumia nguvu za kichawi. Lakini pia taswira yako inaweza kuibiwa kupitia kioo, ili mradi huwa unajitazama kwa kupitia kioo hicho. Lakini jambo jingine ambalo unatakiwa kulijua, kwa sababu kioo ni kama spiritual portal, yani mlango ambao viumbe wanaweza kuutumia kutoka ulimwengu wa kiroho na kuja kwenye ulimwengu wa kimwili. Kwa sababu kioo hicho kipo katika chumba chako kinaweza kikawa ni kama stendi ambapo mlango ni kioo ambacho kipo kwenye makazi yako. Hivyo viumbe wengi wa kiroho watakuwa wanaingia katika chumba chako cha kulala kwa kupitia kioo ambacho umekiweka katika makazi yako, na ukajikuta nyumba yako inatawaliwa na nguvu mbaya, huku ikiambatana na laana pamoja na bahati mbaya ambazo hauelewi sababu yake ni nini. Jambo baya zaidi, kwa sababu wewe unakuwa umelala na kioo chako kinaichukua taswira yako. Vivyo hivyo, watu wabaya wanaweza kuiba taswira yako kwa kutumia kioo ambacho umekiweka chumbani kwako na wakaenda kuitumia katika maeneo mbalimbali. Mchawi anapoiba taswira yako akienda kuloga, taswira yako ndiyo hutangulizwa mbele. Hivyo, watu watakapomuona mchawi huyo hawatamuona yeye, bali wataiona taswira yako. Na hapo ndipo unapoweza kushangaa watu wanadhani wewe ni mchawi, hali ya kuwa wewe haujui kabisa mambo ya kishirikina. Jambo ambalo unatakiwa kulijua, kioo ni hatari zaidi ya unavyofikiria. Afadhali unapolala ukifunike kwa kitambaa endapo umeshindwa kukiondoa katika chumba ambacho unalala. Namba 3, vitu vilivyovunjika. Wapo baadhi ya watu ambao huendelea kuacha vitu ambavyo vimevunjika katika makazi yao, ikiwa ni pamoja na thamani za ndani, yani viti, meza, vioo na chochote ambacho hakipo katika utimilifu. Vitu vilivyovunjika huwa vinavuta negative energy katika makazi yetu. Watu wengi hawajui kuwa nguvu za ulimwengu zimegawanyika katika sehemu mbili. Zipo positive energy, lakini zipo negative energy. Vitu vyenye utimilifu vina kawaida ya kuvuta positive energy katika eneo husika, lakini vitu vilivyovunjika vina kawaida ya kuvuta negative energy katika sehemu husika. Wapo baadhi ya watu ambao pamoja na kuwa vitu vimevunjika huendelea kuviacha katika makazi yao. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini: unavuta negative energy katika makazi yako. Kitu kikivunjika kikawa hakina matumizi katika makazi yako, usiendelee kukitunza katika makazi yako, kiondoe haraka sana, kwa sababu kitendo cha kitu hicho kuendelea kubaki kwenye makazi yako, nguvu mbaya zitatawala kwenye makazi yako, na nguvu mbaya zinapotawala kwenye makazi yako inakuwa ni sababu ya mikosi, laana na bahati mbaya zisizoisha kuendelea kutokea kwenye makazi yako. Utajikuta vitu vingi ambavyo unavifanya havifanikiwi katika makazi yako, kwani tafsiri ya kiroho ya vitu ambavyo vimevunjika vinawakilisha madhaifu au kitu ambacho hakipo katika utimilifu kwenye ulimwengu wa kiroho. Na chochote ambacho kipo katika ulimwengu wa kiroho ndicho hicho kitakachokwenda kujidhihirisha katika ulimwengu wa kimwili. Unaweza ukajikuta vitu vingi ambavyo unavifanya unashindwa kufanikiwa bila ya kujua kuwa sababu kubwa ni kwa sababu makazi yako yametawaliwa na vitu ambavyo vimevunjika. Namba 4, picha na masanamu ambayo yanaleta hisia mbaya katika moyo wako pale unapoyatazama. Yapo mapambo mbalimbali ambayo asilimia kubwa ya wanadamu hupendelea kuyaweka kwenye makazi yao. Miongoni mwa mapambo hayo ni picha, masanamu na midori mbalimbali. Watu wengi wanaweka vitu hivyo kwa lengo la kupendezesha makazi yao, lakini vipo baadhi ya vitu ambavyo hutakiwi kuviweka kwenye makazi yako kama urembo, kwani vitu hivyo vinabeba tafsiri mbaya kiroho, na mara nyingi chochote ambacho kimebeba tafsiri fulani ya kiroho hujidhihirisha katika ulimwengu wa kiroho na kisha hutokea kweli katika ulimwengu wa kimwili. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini: vile ambavyo unajisikia
pindi unapoitazama picha ambayo umeiweka katika makazi yako, au sanamu ama mdori ambao umeuweka kwenye makazi yako, kwani wapo baadhi ya watu ambao huchukua midori na kuiweka kwenye masofa kwa lengo la kupendezesha makazi, lakini kila unapotazama midori hiyo au picha ambazo umeziweka ukutani, unajikuta amani ya moyoni mwako inapotea. Inakuwa ni kama kuna kitu fulani kinakutisha moyoni, jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Hivyo ni vitu ambavyo vimebeba negative energy, na negative energy inapotapakaa katika nyumba yako huwa ni chanzo cha matatizo kuanza kutokea kwenye makazi yako. Utajikuta viumbe wabaya wa kiroho wanaanza kutembelea katika makazi yako, lakini pia utajikuta unaanza kuandamwa na matatizo yasiyoisha. Utajikuta unaanza kukabiliwa na umaskini. Utajikuta wewe kila siku ni mtu wa madeni. Utajikuta wewe kila siku ni mtu wa bahati mbaya zisizoisha. Kama unahitaji uweze kurudi katika hali yako ya kawaida pale utakapogundua hali hizo zimesababishwa na vitu ambavyo umeviweka kwenye makazi yako, tafadhali ondoa picha zote mbaya ambazo zipo katika makazi yako, lakini pia ondoa mapambo hayo ambayo mojawapo ni masanamu na midori ambayo umeyaweka kwenye makazi yako, kwani asilimia kubwa ya mapambo yenye tafsiri mbaya kiroho huwa yanatisha unapoyatazama kwa macho ya kawaida, na wakati mwingine yanaweza kuwa yanaonekana vizuri lakini maana yake ni mbaya. Kamwe usinunue kitu ambacho ni pambo la makazi yako bila kujua kimebeba tafsiri gani. Hakikisha umeyaondoa katika makazi yako, kayachome moto ama yatupe. Namba 5, ondoa rangi ambazo kila unapozitazama zinakusababishia huzuni katika makazi yako. Wapo baadhi ya watu ambao huwa hawatazami rangi za kupaka katika makazi ambayo wameyajenga. Mwisho wa siku wanajikuta ni watu ambao wanapokuwa mbali na makazi yao wanakuwa na furaha, lakini pindi wanapoyakaribia makazi yao wanajikuta ni watu ambao wamepoteza furaha kabisa. Miongoni mwa sababu ambayo hupelekea hali hiyo ni rangi ambayo umeipaka kwenye makazi yako, kwani zipo baadhi ya rangi ambazo macho ya binadamu yanapozitazama zinazalisha negative energy, zina kawaida ya kuvuta negative energy, na zipo baadhi ya rangi ambazo zina kawaida ya kuvuta positive energy. Mara nyingi rangi zenye ukijani fulani ama weupe fulani huwa ni rangi ambazo huvuta positive energy katika maisha ya mwanadamu, na ndio maana hata katika mahospitali vile vitambaa ambavyo hutumika kumzungushia mtu anapokuwa mahututi huwa vina rangi ya kijani. Rangi ya uzazi wa mpango ni kijani, lakini pia rangi ya amani ni nyeupe. Rangi hizo hazikubuniwa kwa bahati mbaya, ni kwa sababu huwa zinazalisha positive energy. Pindi macho ya mwanadamu yanapozitazama, mwanadamu anapokuwa na huzuni akitazama rangi nyeupe, huwa kuna hali ya furaha ambayo huanza kujizalisha ndani yake. Kama wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao kila unaporudi katika makazi yako unajikuta umepoteza furaha, na hasa pale unapoitazama rangi ambayo ipo katika nyumba yako, ujue rangi ambayo umeipaka kwenye makazi yako ni rangi ambayo inavuta negative energy kwenye makazi yako. Tafadhali fanya mpango uweze kuibadilisha rangi hiyo. Namba 6, ziondoe katika makazi yako nguo ambazo huwa hauzitumii. Kitu chochote ambacho mwanadamu hukinunua, kuna nyakati huisha matumizi yake, labda kwa sababu kimekuwa kidogo ama kimekuwa kikubwa ama kimekuwa chakavu. Haijalishi ni sababu gani ambayo imepelekea uache kuzitumia nguo zako za zamani. Ni vema usiendelee kuzihifadhi, kwa sababu kama utaendelea kuzihifadhi nguo hizo utajikuta unashindwa kupiga hatua katika maisha yako, kwani katika maisha halisi mwanadamu anatakiwa kupata mafanikio. Mafanikio ni maendeleo, na maendeleo ni kitendo cha mwanadamu kutoka katika hatua moja na kwenda katika hatua nyingine, na hatua ambayo anaienda inakuwa bora kuliko hatua ambayo alikuwa mwanzo. Unapoendelea kutunza vitu vya zamani ambavyo hauvitumii katika makazi yako, bado vinaendelea kuleta tafsiri mbaya ya kiroho katika makazi yako, kwani vinaendelea kuvuta negative energy kwenye makazi yako, na utajikuta badala ya kusonga mbele unaendelea kustuck. Ndio maana kama wewe ni miongoni mwa binadamu wenye tabia hiyo, unajikuta mara nyingi unafikiria kusonga mbele, lakini kila unapopambana kwa ajili ya kupiga hatua kwenye maisha yako unajikuta unarudi nyuma. Unajua kwa
Kwa nini? Ni kwa sababu una kawaida ya kuendelea kutunza nguo zako za zamani ambazo zilishaisha matumizi katika makazi yako. Pindi utakapoziteketeza nguo hizo, utakuwa mpya. Kila kitu ambacho kitakuwa katika makazi yako kitakuwa kipya, na hapo ndipo utakapopokea positive energy katika makazi yako, na bahati njema zitaanza kuja katika maisha yako. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakia wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo.